Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakuletea habari muhimu kuhusu hija ya mwaka huu wa 2026 tukishirikiana na Lwanga Communications sawia na Radio Tumaini 92.9 FM. Karibu tusonge, tutembee pamoja hadi mwisho. Hija ya mwaka 2026 katika Shrine ya Bura imevutia idadi kubwa zaidi ya Wakristo kuliko mwaka uliopita, na safari hii tulikuwa pamoja nao hatua kwa hatua. Mpango huu ulipoanza katika parokia ya Voi ulikuwa na Wakristo wachache sana, lakini kadiri miaka ilivyopita idadi imekuwa ikiongezeka mwaka baada ya mwaka. Na wapongezeni sana, tulianza tukiwa wangapi? Ile ya kwanza tulikuwa wangapi? 10 na ama ni ngapi? Tulikuwa 19 kwa mara ya kwanza. Sasa hivi mmefika wangapi? 85. Unaona, from 19 to 85 kwa muda mfupi sana. Kwa hivyo hiyo ni ishara, sio kwamba watu wanatembea tu, ni ishara ya kwamba imani inazidi kukua. Sasa si Voi pekee, lakini kwa vile tunavyofanya na unaona watu wanaongezeka, ni ishara kwamba imani inakuwa na watu wanakomaa katika imani. Kwa hivyo mahujaji kutoka Taveta, Maungu na Sagala waliungana pamoja kutembea safari hii ya siku 2 kuelekea Shrine ya Bura. Kwa kushirikiana na Lwanga Communications na Radio Tumaini 92.9 FM, tulifunga safari nao ili kukuletea ukweli wa yale yanayojiri barabarani wakati wa hija. Mtazamaji, je, ni nini siri yao? Siri ya kwanza, rozari mkononi. Wote wanatembea wakisali, wakiimba nyimbo za kumsifu Mungu. Wengi walibeba mikoba mgongoni, wakibeba mahitaji ya safari. Lakini zaidi ya mizigo ya mgongoni, walibeba imani mioyoni mwao. Katika baadhi ya maeneo walikuwa wakisimama kwa muda, kusali, kusoma neno la Mungu na kulitafakari kwa pamoja. Hii si safari ya kawaida, ni safari ya sala. Siku ya kwanza tulikesha katika kanisa la St. Jude Mwatate. Kulikuwa na uchovu lakini pia shukrani. Asubuhi ya siku ya pili waliinuka mapema na kuanza safari kuelekea Bura. Njiani tuligundua jambo la kushangaza. Wakati mwingine walichangamka sana hadi unaweza ukadhani hakuna aliyechoka. Hata wazee walitembea kwa moyo wa shukrani na nguvu ya ajabu. Tulizungumza na baadhi ya mahujaji safarini na baada ya kufika Bura. Wanasema hija hii huongeza imani yao, huimarisha urafiki na kuwaleta karibu zaidi na Mungu. Kilele cha hija ni ibada ya misa takatifu. Ibada hiyo huongozwa na Askofu Mkuu Kivuva Musonde. Furaha na kushangilia hutawala. Jina langu naitwa Walter Mbogo. Mimi ni mwana CMA hapo Voi Parish. Leo ndo mara yangu ya kwanza kwenda kuoko mpaka Bura. So far experience ni nzuri. Tunatembea kwa maombi. Vile tukiendelea kuelezewa tusijisahau. Tukitembea tujue kama tuko katika maombi. Ndo mara kwa mara tunaenda tunasahau, lakini ile kukumbushwa karibu inatupatia moyo. Tujue nini ambayo imetuleta katika maombi. So natarajia kumaliza vyema, natarajia maombi yangu Mungu ayapokee na yasikilize. Nyimbo
sifa na sala hujaza anga la Bura. Ni wakati wa kushukuru, kuomba na kuanza upya kiroho. Iwapo wewe ni Mkristo na hujawahi kutembea kutoka Voi hadi Bura, labda ni wakati wa kupanga safari yako. Kwa sababu wakati mwingine ili imani ikue, lazima miguu itembee. Na rafiki yangu anaitwa Sheila, nilimwelezea kwamba hija ni nzuri na tumeweza kujumuika pamoja leo, na ame experience kuona kwamba ni nzuri. So I think next time pia tutakuwa pamoja na yeye. Kutoka hapa sina la ziada na kutakia kila la heri, na nikukumbushe kwamba tunashirikiana na Lwanga Communications sawia na Radio Tumaini 92.9 FM kukuletea habari hizi zote kuhusu imani. Kwa heri na Mungu akubariki.